Huko duniani kuna watu wa aina mbili wa ajabu sana. Maana huwa wanachekesha kama sio kufurahisha. Kuna watu wanaitwa wa Afrika au tuseme tu kwa kifupi watu weusi. Hawa wanaongoza kwa kudharaulika duniani. Sio kwa kuchukiwa, hapana, kwa kudharaulika. Alafu kuna Wayahudi, wao wanachukiwa. Kuna mtu atakuwa anajiuliza swali, kwa nini Wayahudi wanachukiwa? Wayahudi kuchukiwa ni sababu ya mafanikio yao sehemu yoyote wanayokwenda. Hii wala siwezi kushindana nayo. Yaani ni ukweli kabisa. Hawa mabwana popote wanapofika, kuna kaujanja fulani wanakaingizaga. Alafu unakuta wao tu ndo wamefanikiwa. Hapo ndipo zinakuja zile kamba za wabarikiwa wa Bwana, kwamba wanafanikiwa kwa sababu ni taifa la Mungu. Sijui. Sasa sitaki niende kwenye hizo kamba. Mimi nataka tuzungumzie kilichotokea Australia, mauaji ya Wayahudi ambao walikuwa katika sherehe zao za Kiyahudi. Sitaki kwenda sana huko. Sasa mashambulizi kwenye jamii ya Kiyahudi hayajaanza jana wala juzi. Yapo kihistoria. Hata watu wakienda kwenye historia. Kabla ya hili tukio kuna lile shambulio la Wayahudi kwenye msikiti wao kwenye jiji la Manchester. Ukirudi nyuma pia kuna tukio lilitokea sijui kwenye ubalozi gani. Kwa hiyo kuna chuki ya Wayahudi au kama inavyoitwa anti-Semitic. Sasa swala kujiuliza ndo hilo, kwa nini Wayahudi wanachukiwa sana kwa sasa? Jibu ni jepesi sana, si ndio? Ulaya chuki ya Wayahudi iko juu sana. Nimewachezeshea ile video ya Eric Cantona akiwarali mashabiki wa football. Kwa nini Israel haiondolewi kwenye mashindano ya Ulaya kama vile Urusi ilivyoondolewa? Akawa anasema masuala ya double standard. Hiyo video nishawachezea. Kwa hiyo kuna msukumo mkubwa sana kwa raia wa Ulaya kuichukia Israel. Sababu ni fupi sana, ni kinachoendelea Gaza, kwamba ule unyama umepitiliza. Sasa haya mauaji yaliyotokea ya hawa watu 12, wengi wao wakiwa ni Wayahudi. Wauaji walikuwa ni mtu na mwanae kama taarifa zilivyotoka. Wamechukua bunduki zao, wameziandaa vizuri. Lengo lao ndo hilo alilolifanya. Kuna ile tukio la kishujaa sana lililofanywa na yule jamaa Muhammad, sijui Hamadi, ambaye ana asili ya Syria. Magharibi hawajapenda amplify kile kitendo sana kwa sababu kimefanywa na mtu ambaye ni Mwarabu. Sasa kama kawaida, jambo wakifanyiwa Magharibi lazima lipewe airtime na dunia. Kwanza kabisa Netanyahu amesemaje? Netanyahu amemfokea waziri wa Australia au tuseme serikali ya Australia kama vile anawafokea sijui watoto wake, au niseme kama vile rais wa nchi yetu anavyomfokea labda mkuu wa mkoa. Yaani ile ni dharau iliyopitiliza. Kwanza amesema hivi: Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. Serikali yako haikufanya chochote kuzuia kusambaa kwa chuki kwa jamii ya Kiyahudi. Hukufanya jambo lolote kuzuia hii kansa ya chuki kwa Yahudi iliyokuwa inasambaa. Hukuchukua hatua yoyote ukaacha ugonjwa usambae, na matokeo yake ni mashambulizi mabaya kwa jamii ya Kiyahudi lililotokea leo hii. Yaani jamaa alikuwa anaongea kama vile anaongea na watoto wake. Yaani sijui nisemeje, ni level ya juu kabisa ya dharau kwa kiongozi wa nchi moja kwenda kwa kiongozi wa nchi nyingine anayeishutumu ile serikali kwamba ni uzembe mkubwa mpaka watu wa hiyo nchi nyingine kuuawa ndani ya nchi yake. Nadhani umenielewa. Lakini kwa mwenye akili kubwa anajua kabisa sababu zinatokana na raia wa nchi husika ambao wameshambuliwa kuchukiwa ndani ya hilo taifa wanakoishi. Nadhani imeeleweka kwamba tabia za Israeli ndani ya Gaza ndizo zinazofanya Waisraeli wachukiwe sehemu mbalimbali za dunia. Hata Waisraeli wenyewe wanajua. Sio kwamba Waisraeli hawajui kwamba kwa nini wanachukiwa. Wanajua kabisa.
kwamba unyama tunaofanya Gaza ndio unaofanya tuchukiwe sehemu yote tunapokuwepo. Hakuna sehemu Wayahudi watakusanyika wawe na amani kwa 100%. Imeshakuwa hivyo. Wamefuata akina Donald Trump nao, kwa sababu kama wenye imani zao wanavyojua, wanakuambia anayetawala hii dunia ni Israel. Kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa kweli. Sasa kama Israel, taifa la Israel lina uwezo wa kukontrol maamuzi ya nchi ya Marekani, ni kitu gani kilichobaki? Kukontrol maamuzi ndani ya nchi ya Uingereza. Yaani Waisraeli wameshindwa kuwa na maamuzi kwenye zile nchi zangu 3 tu, Iran, Urusi na China. Yaani Waisraeli wangekuwa na access ya kuzingilia hizo nchi, basi dunia ingekuwa yao kweli. Lakini sehemu ambapo ubepari hautekelezeki, Myahudi kuishi hapo ni ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu hata hiyo Biblia ambayo inayotumika makanisani kutubaka akili, ukiisoma vizuri ina utamaduni wa kupromote ubepari. Yaani inaweza ikasomwa kisa cha Ibrahim alafu ukafafanuliwa kibepari kwamba ubepari ni sawa, Mungu ana endorse. Kwa hiyo kuna matango pori mengi sana kwenye Biblia yanayotumika kuwa programu watu wa akili ili wanyonywe. Mimi si nimekulia huko kwenye makanisa, kwa naongea kwa ushahidi. Wale wazee wa matango pori tuliombea kanisa la Bwana Israeli. Najua tuko wengi sana tulioprogramiwa katika huo muktadha. Kwa hiyo sehemu yoyote Myahudi anapoingia akikuta hakuna ubepari, kutawala hapo ni ngumu. Watu wamelima chakula chao, wameweka mezani, wanakula kwa upendo. Wewe ulikuwa unalima, mimi nilikuwa nakulinda, mimi nimetengeneza gari hivyo. Lakini Wayahudi aliyekuwa analima ana akili kuliko anayemlinda yule anayelima. Sijui unaelewa tabia za Waisraeli? So, chuki dhidi ya Wayahudi iko juu sana dunia nzima. Sababu ni moja tu, wanachokifanya Gaza. Imetokea Australia. Nataka nikuambie sasa hivi tunavyoongea inapangwa itokee sehemu nyingine tena. Niamini ninachokuambia. Wayahudi wanachukiwa sana. Sio Marekani, sio Ulaya yote. Popote pale wanapokusanyika, hawa mabwana hawapendwi. Ungeniambia Wayahudi warekebishe wapi? Mimi ningewapa tu sababu moja. Mnapokwenda kuishi, hakikisheni nyie mna assimilate. Kama yani yale maneno ambayo Donald Trump anawaambia wa Somali, ndio Waisraeli wanatakiwa waambiwe. You should assimilate with the people of the place you are living with them. Lakini Wayahudi popote wanapokwenda hawaachi utamaduni wao. Sasa kwa nini Trump awashutumu wa Somali kwamba hawataki kuendana na tamaduni za Marekani, wakati Wayahudi nao tamaduni zao hawaziachi? Wazee wa matangopori, huyo ni Mungu gani ambaye anawatengenezea watu wake maadui popote wanapokwenda? Sababu ndio matangopori tuliolelewa nao kanisani huko. Kila Jumapili, Jumamosi tutaambiwa tuliombeka taifa la Bwana Israeli. Na sisi tu tunamuuliza huyu Mungu, Mungu, hao watu wako mbona unawachukia unawatengenezea maadui popote wanapokwenda? Ndugu zangu, mimi bado ni Mkristo, nasali, ila kuna vitu vingine lazima uvijazie na kitu kinaitwa common sense kama anavyosemaga Donald Trump. Shida kubwa ya Wayahudi ni ipi? Hawapendi kuendana na tamaduni za sehemu wanapokuta watu. Tamaduni gani? Kugawana riziki. Wanafika pale, wanaingiza utamaduni wao wa kimatangopori, jamii ya pale inaukubali, jamii ya pale inakuwa maskini, wao wanakuwa matajiri. Hiyo ndiyo formula ya Wayahudi wanayoitumia. Yaani hata ungezaliwa katika jamii ya Kiyahudi, yaani kualisha watu matangopori kwamba wewe ni mbarikiwa ni rahisi sana. Si una kibali cha Biblia? Watu wameshaamini Biblia kitabu cha Mungu. Alafu unasimama wewe ni Mwisraeli, unamwambia fuata hichi na hichi na hichi, dhahabu yako usichimbe, acha nikuchimbie mimi nikakuuzie. Wewe kasome uwe Tanzania 1. Yaani kuna vitu vingine yani so stupid sometimes, unakaa hivi unasema hivi hii nini? Unakuta kumbe ni mfumo wa elimu, mfumo wa kiuongozi mpaka tunakuwa tulivyo. So kilichotokea Australia ndio hicho. Chuki ya Wayahudi iko dunia nzima. Sababu ni kwamba hawa jamani wajanja, na huwezi kuwa mjanja miaka yote watu wasijue. Lazima watu watakuwa wanajiuliza. Kama wale rafiki zangu wa kusini kule nilisikia wakilalamika kwa nini ndugu zao wa kusini, ilikuwa ni Mtwara, hawapewi kazi, wanapewa watu wa kaskazini tu.
Nilijisikia vibaya sana. Ndio maana nakuja na ule mpango kazi wangu. We need to reswitch to the communal lifestyle. Lazima turudi kwenye jumuiya ambazo wazungu walitukuta nazo. Mchaga umefika Mtwara, umejenga pale, umeoa pale, hakikisha sehemu ya pale inaendelea. Elimu iliyotoa Uchagani hakikisha unainvest hapo ulipo kwenda kuishi. Kama ni kwa Makonde, kama ni kwa kina nani, kama ni kwa Wahadzabe, hakikisha Wahadzabe wanaelimika kama ulivyo elimishwa huko kwenu. Selfishness ni kitu kibaya sana duniani. Hicho ndicho kinachowatafuna Wayahudi. Hakuna kitu kingine. Ubinafsi, kujiprioritize wao na jamii yao tu. Hiyo lazima tuiue katika nchi yetu kwa kujiriswitch kwenye jumuiya za kimitaa ambazo wazungu waliziua. Hatuwezi kurudi kwenye jumuiya za kimakabila, no. Tutajiriswitch kwenye jumuiya za kimitaa. Sehemu kuna Msukuma, Mzaramo, Mwaya, Mnini, hapo ndo kwenu, mpa develop, watoto waende shule pasipo kuulizana makabila, sijui baba yake nani. Hiyo haina haja kuulizana sasa hivi. Gigimani amekuja na mtoto, Kajala amekuja na mtoto, peleka shule, wakielimika au ni Watanzania wameelimika wanajenga taifa. Watanzania, chuki za Wayahudi ni kutokana na utamaduni wao wa kiujanja, wakajiona wao wana akili kuliko wengine duniani. Hiyo ndiyo inayowakosti popote wanapokaa Wayahudi. Hawapendwi Ulaya, hawapendwi pale Mashariki ya Kati. Yaani kila sehemu Myahudi ana adui. Kwa nini Mungu amchukie hivyo? Alafu tumejazwa haya matangopori ya huko makanisani, taifa la Mungu. Kama Israeli ni taifa la Mungu, taifa la shetani ni lipi? Na je, ilo taifa la shetani aliyeliumba ni shetani ni Mungu? Na je, Mungu kwa nini amuumbie shetani taifa? Kuna maswali ya kujiuliza, very logic. Hakuna taifa la Mungu na taifa la shetani. Tanzania, matatizo yanayotutafuna sisi ni mfumo mbovu wa elimu, mfumo mbovu wa kiuongozi na matangopori yaliyo kwenye dini. Tuhakikishe tunaelimika katika nyanja hizo kulikomboa taifa letu. Tuelimike, tusiwe wasomi.